Day 2 News. We enlighten the dark side. Hii ni Day 2 News. Mimi naitwa Zungu, karibu sana. Tumekumisi sana kwa sababu ni muda mrefu mno hatujakutana. Nataka nikuambia kwamba Day 2 News tumerudi, na safari hii tumerudi kwa ukubwa zaidi. Niko hapa kukuletea kile ambacho kinajiri na kukuchambulia yale yaliyojiri katika vita kati ya Iran pamoja na Israel, pia pamoja na Marekani. Kuna watu wanaweza wakawa wanashangaa kwamba nyie Day 2 News vipi mnasema kwamba hii vita Marekani naye alikuwepo? Hii vita ya Iran na Israel, Marekani pia naye alikuwepo, kwa sababu bila msaada wa Marekani ni ngumu sana kwa Israel kupata ushindi dhidi ya Iran. Na kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu umeona hata yale mashambulizi ambayo yamefanywa kwenye zile sites za nuclear za Iran hayakufanywa na jeshi la Israel, yalifanywa na jeshi la Marekani, lakini pia yalifanywa na jeshi la Marekani moja kwa moja kutokea nchini Marekani, kwa maana ya kwamba zile ndege aina ya B2 zilitoka Marekani zikasafiri mpaka Iran zikafanya shambulio, alafu mara baada ya hapo ndege hizo zikarejea tena nchini Marekani. Kwa hiyo tunasema kwamba Marekani naye ameshiriki katika hii vita, kwa sababu ni wazi anamtetea Israel na anamsaidia Israel. Na Marekani hii vita ilikuwa lazima ashiriki, kwa sababu vita yoyote ile ambayo inamuhusu Muisrael inamuhusu Marekani automatic, na hii ni kwa sababu ya mahusiano makubwa ya kiundugu na mazuri ambao wanayo kati ya Israel na Marekani. Kwa mfano, nitakwambia kwamba Israeli ni taifa ambalo ni macho ya Marekani Mashariki ya Kati. Yaani ili kumonitor Mashariki ya Kati, Marekani inaitumia Israel. Kwa hiyo kama Israeli itaguswa ama itakuwa haiendi vizuri, moja kwa moja maslahi ya Marekani yanakuwa yameguswa. Kwa hiyo anachokifanya Marekani ni kuhakikisha Israel inakuwa salama mwi, kwa sababu kama Israeli haitokuwa salama, basi maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati hayapo salama. Na tukizungumzia Mashariki ya Kati, tunazungumzia jiografia ya dunia katika bara la Asia, ambako pale katika bara la Asia kuna hizo nchi za Iran, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait, Bahrain, Azerbaijan, Turkey na nyinginezo. Hapo ndo Mashariki ya Kati, ambapo pia hapo Mashariki ya Kati ni sehemu muhimu sana katika dunia hii ambayo tunayo, kwa sababu 49% ya mafuta yanazalishwa Mashariki ya Kati. Yani hii dunia 49% ya mafuta dunia nzima yanazalishwa kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo unaweza ukaona ni sehemu ambayo ina umuhimu mkubwa kweli kweli kwa Marekani, na ndio maana wameitumia Israeli kama macho. Sasa ukijaribu kuangalia hii bato jinsi ilivyo, malengo makuu ya Marekani na Israeli kuingia kwenye hii bato dhidi ya Iran yalikuwa ni mawili. Kwanza, kuzuia juhudi za Iran kuweza kumiliki silaha za nuclear. Iran ndiye simba wa Mashariki ya Kati. Yani ukichukua yale mataifa ambayo yanampinga Marekani, taifa ambalo linajiweza kiuchumi, lina nguvu na liko vizuri ni taifa la Iran, na ndio maana tumempa code name ya the Lion of Middle East. Sasa ukuaji wa Iran katika uchumi wake, na kama atatengeneza silaha za nuclear, ni hatari sana kwa maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Kwa sababu gani? Sababu ni hizi. Iran ndio ambao anafadhili vikundi vyote ambavyo vinapinga Israel na Marekani Mashariki ya Kati. Vikundi kama Houthi, Hezbollah, Hamas, Iran anawafadhili na anawapa pesa. Na Marekani ameviname hivyo vikundi kama vya kigaidi, lakini Iran anavitambua ni vyama vya siasa. Kwa mfano, Hamas tumeambiwa ni kundi la kigaidi kwa mujibu wa Marekani, lakini ukienda katika sheria za Pakistan, Hamas ni chama cha siasa kama kilivyo chama kingine chochote cha siasa. Kwa hiyo Marekani na Israeli wanapiga mahesabu simple kwamba kama Iran anamiliki nuclear, je, hizi nuclear akiwapa maadui wa Israeli na Marekani Mashariki ya Kati, hizi nuclear akiwapa Houthi, hizi nuclear akiwapa Hezbollah, hizi nuclear akiwapa Hamas, itakuwa vipi? Kwa hiyo hakukuwa na option nyingine kwa Marekani na Israel zaidi ya kumzuia Iran kumiliki silaha za nuclear. Na ndio maana umeona katika hii vita ya Iran na Israeli ambayo hivi sasa Trump ametuambia imesimamishwa, na tumeona kweli imesimamishwa kwa muda, Israeli ndiyo nchi ambayo ilikuwa ndio nchi ya kwanza kuishambulia Iran. Sio Irani ambayo ilianza kuishambulia Israeli. Lakini
Ukitaka kujua hii vita ni ya makusudi tu, angalia hata mashambulizi ambayo Israeli alikuwa anayafanya. Israeli apigi raia, ashambulia ovyo, anashambulia kambi za nyuklia za Iran ambazo wanatengeneza nyuklia, anashambulia wana science, majenerali wakubwa wa Iran, yani anawapiga Iran kimkakati. Na ndio maana unaona katika hii vita waliokufa wengi upande wa Iran ni wana science, ni majenerali wakubwa. Na mimi nakwambia, ili mwanasayansi mmoja ahitimu na aweze kutengeneza nyuklia ni lazima asome miaka 19. Sasa Irani wanasayansi wake wengi ambao kawekeza kwao wameuawa, majenerali wake wengi wameuawa. Iran vita tangu imeanza, siku 6 tu ya vita ilivyoanza mwanzo, kapoteza wakuu wa majeshi wawili. Kauliwa mkuu wa majeshi wa kwanza, wakamteua mwingine akauawa. Kwa Israeli amekuwa na target maalum za kurudisha nyuma juhudi za Irani katika nyuklia. Japokuwa sisemi kwamba Israeli hajapata hasara, hata naye kapata hasara. Tel Aviv, Beersheba, Haifa, Jerusalem tumeona imekuwa magofu. Yani ukipigiwa picha leo za Jerusalem utazani ni kama Gaza. Hiyo ni hasara. Lakini vita ni mkakati, vita ni malengo, vita ni mbinu. Tukiangalia malengo ya Iran na Israeli, yapi yametimia mpaka sasa? Ni Israeli lengo moja kubwa tu, mzuie Irani asitengeneze nyuklia. Fifisha juhudi za Irani za kutengeneza nyuklia. Ndicho alichokifanya. Ndio maana alikuwa anapiga Isfahan. Isfahan ni mji ambao kwa Iran una vinu vya nyuklia pale, ina sehemu za nishati za nyuklia za Iran. Alikuwa anapiga Natanz. Natanz kuna project ya nyuklia ya Iran. Isfahan kuna project ya nyuklia ya Iran. So katika hili lengo la kwanza la Israeli kuingia vitani dhidi ya Iran ilikuwa sio sijui kumtoa Khamenei, na ndio maana umeona jana Trump kasema mimi sitaki kubadilisha utawala, sio malengo yangu. Lengo ilikuwa ni kufifisha tu juhudi za Iran kumiliki nyuklia, na amefanikiwa. Japokuwa nimeona kuna debate kubwa kwamba Iran wanasema mashambulizi ya Marekani pengine hayakufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Inawezekana, lakini hata kama yakufanikiwa kwa kiasi kikubwa, hata kwa kiasi kidogo, tayari amekurudisha nyuma katika juhudi za nyuklia. Kwa hiyo lengo la kwanza kama nilivyokuambia ilikuwa ni kumrudisha Iran nyuma asimiliki nyuklia, kupiga maeneo yake na kufifisha juhudi zake. Lengo la pili ni kuharibu uchumi wa Iran. Nchi yote ambayo inaingia kwenye vita inakuwa na uchumi wake lazima utashake kidogo, kwa sababu hata yale makombora ambayo Iran yanayarusha juu yanachukua fedha nyingi kwa kweli mpaka yaruke. Sasa kimharibia uchumi wake, ukiharibu nyuklia, maana yake umempunguza makali, na kama unampunguza makali Iran, maana yake unapunguza makali ya Houthi, unapunguza makali ya Hezbollah, unapunguza makali ya Hamas, kwa sababu Iran ndo mfadhili mkuu. Kwa hayo ndio yalikuwa malengo ya vita hii, ambayo kwa upande wa Marekani tunaweza tukasema ya kwamba yametimia. Lakini pia Iran wameonyesha umwamba wao. Yani pia tunazungumza Israeli sijui malengo yao yametimia, wameua, lakini Iran ndo nchi pekee, na watu wengi wanajua kwamba Iran ni Waarabu. Iran sio Waarabu. Iran ukisoma historia yao ni Waajemi. Persian Empire ni empire kubwa ya zamani ambayo iliwahi kuongoza hii dunia. Iran alikuwa anamiliki ardhi akiwa inaitwa dola ya Uajemi, bara la Asia, bara la Afrika na bara la Ulaya. Yes, ilikuwa ni dola kubwa. Na hata ukisoma kitabu kitakatifu cha Wakristo ambacho kinaitwa Biblia, kwenye sura ya Esther, kwenye kitabu cha Esther, Agano la Kale, inaeleza Esther alikuwa ni mtu wa Israeli akapelekwa Irani ambayo ilikuwa ni Uajemi kwa mission maalum. Kwa hata watu nitakuelezea baadaye hawajaanza kushambuliana leo. Nachotoka nikwambia ni kwamba Iran ameonyesha ni moja kati ya nchi ambayo ni strong, kwa maana ya kwamba licha ya mashambulizi kwa sababu Iran alikuwa anapigana na nchi mbili, Marekani na Israeli, ila yeye Iran alikuwa yuko mwenyewe. Kuna mtu anaweza ka challenge hapo kaniambia, wewe Zungu, marafiki wa Iran ni China, marafiki wa Iran ni Urusi, walikuwa wapi? Hawakuwepo, hawakuweza kumsaidia. Na mada itakayofuata tutachambua ushiriki wa marafiki wa Iran katika hii vita na kwa nini wakumsaidia, na Iran yamejitutumwaje. Ila kwa sasa ambacho nilikuwa nataka ufahamu ni mambo mawili. Chanzo cha hii vita na ili kuchambua vyanzo vya hii vita ni lazima ufahamu historia. Kuna vyanzo viwili, kuna chanzo kikuu na kuna vyanzo kulingana na nyakati. Chanzo cha hii vita ya Iran na Israeli ni chanzo kulingana na nyakati, kwamba nyakati hizi hao Iran wanatengeneza nyuklia, hao tuwalete chokochoko tuwapige tufifishe juhudi zao. Lakini ukija katika chanzo cha uhalisia, Iran na Israeli hawatakaa wapatane wale watu, kwa sababu Iran anaamini
Israeli pale sio kwake, anatumika na Marekani kuonea nchi za Kiarabu na nchi zenye asili za Kiarabu ama nchi ambayo ni ya Kiajemi kama Iran. Maana Iran yeye pale sio Mwarabu, ni Mwajemi, kazungukwa na Saudi Arabia Mwarabu, kazungukwa na Iraq Mwarabu, kazungukwa na Bahrain Mwarabu, kazungukwa na UAE Mwarabu, kazungukwa na Azerbaijan Mwarabu, kazungukwa na Jordan Mwarabu. Sasa hizo nchi zote ambazo nimekutajia zimezunguka Iran ni puppet au vibaraka wa Marekani. Jordan wanashirikiana na Marekani, UAE ndo usiseme, au Saudi Arabia ndo mtoto kipenzi wa Marekani. Unaona? Kwa hiyo Iran kazungukwa pande zote, lakini bado wamejititumua mpaka Trump akasema, kwa sababu Trump kama unakumbuka alitoa kauli mbili tofauti. Wakati vita inaendelea kabla ya jana alisema nafikiria kuondoa utawala wa Khamenei, lakini jana akasema kuondoa utawala wa Khamenei italeta shida na machafuko. Na kama unakumbuka nikikuungia dot, Putin alizungumza karibu siku 3 zilizopita, akaulizwa swali na mwandishi wa habari kwamba Putin, Trump na Netanyahu wanasema watamuua Khamenei, una maoni gani? Putin akajibu ile kijasusi kwamba nisingependa kulizungumzia hilo. Kwa hiyo Putin na Trump pia wamekuwa na ukaribu kwa siku za hivi karibuni, wanaongea sana na simu, hiyo pia inasaidia ukaribu kati ya Marekani na Urusi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo Marekani anaweza amue kwamba mimi naenda kumtoa Iran ni marafiki zake Urusi. Putin anaweza kwambia Khamenei muache. So hapana shaka utakuwa umefahamu kwa uzuri sana chanzo cha vita kati ya Iran na Israel na kwa nini tumefika hapa kihistoria na vitu kama hivyo. Hii ni Day 2 News. Mimi ni Kelvin Raphael Zungu. Leo tukasema sio mbaya, si vibaya tukujuze chanzo cha vita hii kati ya Iran na Israel, ili kama skani huko na upate cha kusema. Tuandike comment yako hapo chini, usiache kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare. Hii ni Day 2 News. Nyuma ya kamera ni Amos Multimedia. Day 2 News. We enlighten the dark side.